wao. Jamani mwanangu. Jamani. Jamani mwanangu. Karibuni. Asante. Karibuni sana jamani. Jamani. Shikamoo mama. Marhaba. Karibuni. Namuulizia Sadi yupo? Sadi yupo. Kurupu kwa na mikelele ti. Sadi yupo. Ndivyo ulivyofundwa kwenu, si ndio? Aya, shikamoo. Mama mimi sijajia hayo. Wewe hujajia hayo, si ndio? Utoke huko kwenu mpaka ufika kwenye miji ya watu bila hata salamu wala nini. Hujajia hayo. Una haya. Wewe mtoto, huna nidhamu, hata siku moja hujawahi kuwa na nidhamu, na ndio maana sikupendi hata kukuona. Na kuchukia kuliko hata shetani. Wewe kutoka tu kwa usinisalimie mimi. Si nilikwambia wewe mimi sikutaki hapa kwangu. Kimekuleta nini na viguu vyako kama Audi, fukulu na kilio juu? Kuja kusumbuana nini jamani kwenye miji ya watu tumekaa tumetulia kwa raha zetu. Mna shida gani? Kwani sio wewe uliosema umtaki Sadi wewe? Ukakataa ukajishaua ukajiona keki, ukafikiri kwamba Sadi yeye mwanamke ni wewe peke yako, hatataka mtu mwingine yoyote. Sasa kwa taarifa yako nikwambie, hao wazazi wako wenyewe wanaoshinikiza kumpata Sadi hawatampata. Na wewe kama walishakukaliza kwa kutia ujinga uko kwenu kwa ajili ya vijela vya mwanangu mimi, kwa taarifa yako, Sadi hakutaki kukuona wala kukusikia. Kwanza kwa lipi? Ni hivyo viguu kama Audi? Au ni hayo maziwa kwa unaonyesha majambazi? Nikwambie, shika adabu yako wewe mtoto. Mwanangu Sadi nimeshamtafutia mwanamke, tena mwanamke wa haja, malikia wa nguvu, mwenye kujielewa na kujifahamu, mwanamke mwenye hizo 3, na sio wewe mwenye maziwa kwa unaonyesha majambazi. Mama, nimemfuata Sadi. Sadi amemteka mtoto watu. Sadi sio kumteka pii. Mama, mwambie mwanao anaweza kutaka kila kitu katika hii dunia, ila sio kuteka moyo wa salama. Simpendi mwanao. Haijalishi unanikashifu kiasi gani. Haya ni maumbile ya Mungu. Simpendi mwanao na sitakuja kumpenda na simtaki. Kudula. Kwa hiyo ukakaa na hiyo medula blangata yako ukajidanganya kwamba mimi nikienda na staili hii kwamba sijui kamteka nani, sijui ushuzi gani, kwamba labda yule mama ndo ataanza kunielewa. Sasa sikia nikwambie, wao walikuwa wanatafuta kiki ya kuingia hapa kwenye huu mji. Nakwambia umechunda. Tena umechunda dada, ujipange. Tena ukajipange kwa nafasi nyingine. Mwanangu wala hakutaki. Na kwanza mpaka aende akamteke mtu. Kwa kutaka nini kwako? Nakuuliza. Mama, mimi nimefuata Sadi tu amwache pii. Mimi simpendi mwanao. Kwani hujui hilo? Wewe, hapa ni kwangu. Wewe mbwa unamkoromea nani unampigia kelele? Nasema na wewe unampigia nani kelele hapa? Utoke koja nipigie kelele kwenye mji wangu. Toka kwangu. Toka mbwa wewe. Moja. Unaona hivyo unisikia? Toka. Nenda kwa hivi wewe. Unaleta mikosi nini hapa? Una haya. Lakini inawezekana haya ni ya kweli. Hivi lakini Sadi na yeye kwa nini kila siku ananitia mimi matatani? Kwa nini kila siku ananitafutia mimi matatizo na watoto wa watu? Kwani ana nini? Sitafute mwanamke aoe jamani. Mimi mwenzenu. Unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number that you've dialed is not available at present. Please try again later.
Vijana siku hizi wana matatizo gani? Mbona Pidi hana tabia kama hii jamani? Unampigia mara moja unampata, lakini mpaka sasa hivi mtu hapatikane. Ana tatizo gani huyu? Shikamoo baba. Marahaba. Kulikoni mwanangu? Baba, kuna matatizo. Matatizo gani? PD4 ametekwa na Sadi. PD4 katekwa na Sadi? Mwanangu, PD4 katekwa na Sadi? Hello, Mr. Kai. Najua Fika ni rafiki kipenzi wa mume wangu. Na kwa bahati mbaya sana, leo umejua siri yangu. Sasa basi, nahitaji ufunge mdomo wako. Najua kuwa haiwezekani. Ila ili ubaki na siri hii, inahitajika wewe utembee na mimi. Shemeji, maneno gani? Usiogope Mr. Kai. Hiyo ni lazima utembee na mimi. Lazima. Lakini huyu binti kama namjua. Ni nani huyu binti? Mama, huyu binti ni yule mfanyakazi wangu pale nyumbani. Na ujauzito unaouona alipata baada ya kubakwa na mume wangu. Ananichiti, ananisaliti, kwa kesi shauliki, labda mwenzangu kashanilia vijiti, ndo maana nabaki kwenye duara. Nikaona sio sahihi kumwacha nyumbani peke yake. Ndio maana nimekuja naye mama. Lakini Doli, una hatari wewe. Hivi huyo binti kwa hali yake na huo ujauzito aliokuwa nao, inawezekana vipi kutoka naye huko kuja naye huko kweli mwanangu? Halafu ujue ni mke wa mtu, si ndio? Inawezekana vipi kutoka bila kuaga? Doli mwanangu, sikiliza mwanangu, wewe
itabidi urudi kwa mume wako, muende mkapatane, mkaondoe tofauti zenu. Umenielewa? Halafu huyu binti itabidi abaki hapa mpaka atakapojifungua. Ila hongera kwa kuthubutu. Sawa, nimekuelewa mama. Na nashukuru na wewe pia kunielewa. Binti, karibu sana. Ujisikie kama upo nyumbani. Huwa na amani. Karibu sana. Unajua mke wangu, swala la kuondoka bila kuniaga, alafu nakupigia simu upokei. Mwisho wa siku unaniambia tupo kwa rafiki yako, yaani swala limenikata sana. Si unajua ninavyokupenda. Siku nyingine usifanye hivyo. Unajua umeumiza sana moyo wangu. Wewe mwenyewe unaelewa ninavyokupenda. Nimekuelewa vizuri mume wangu. Na ninajua ni kiasi gani unanipenda. Na hata mimi nakupenda pia. Ila wahenga hukosea kusema kwamba mtenda akitendewa huona kama ameonewa. Mapenzi yanautesa wangu mtima, mwanzano nina kidonda, hiki kidonda sijui lini kitapona. Mume wangu, ni mara ngapi nakupigia simu zako upokee kwa wakati? Na pale unapokuja kupokea unaniambia kwamba ulikuwa busy. Hivi unahisi nilikuwa najisikiaje? Ninaumia, nina moyo wa nyama, sio wa chuma. Nakumbuka mimi ni mkeo halali. Mimi sio mchepuko wako. Kuna muda natamani nikae na mume wangu tuzungumze mambo ya familia. Kwamba tunafanya hili na hili mke wangu. Lakini sio kama ninavyofikiria. Leo hii nimetoka unaanza kunihisi vibaya. Sasa nikutaarifu tu. Hicho unachokiwaza kwenye akili yako mimi hata sikuwa huko. Tena naomba ukifute kabisa. Mimi kutoka kupokea simu zako, nilikuwa nataka ujue ni jinsi gani ambapo wewe nakupigia simu upokee kwa wakati. Ndio ninavyojisikiaga hivyo ulivyojisikia wewe. Sawa. Lakini mimi kama sijakupokelea simu ni ubize tu wa kazi. Lakini ikifika wakati si wanakupokelea simu tunazungumza. Mapenzi yanautesa wangu mtima, mwanzano nina kidonda, hiki kidonda sijui lini kitapona. Huyu ninampenda, ila yakosa penzi langu kalitenda. Ili nijenge ndoa yangu ipasavyo, ni lazima nimwache huru. Isitoshe, yule hana hatia yoyote. Hakuna lolote linaloendelea baina yake yeye na mke wangu. Hivyo hata nikiendelea kumng'ang'ania ni kazi bure. Hawana hata mahusiano. Mr. Kosh, yule mimi sina kazi naye. Hivyo basi sina sababu kuendelea kumng'ang'ania. Nenda kamwachie.
Hivi wewe, huo ubongo wako unafanya kazi kweli? Maana kwa binadamu aliokamilika hawezi kufanya upuuzi unaofanya wewe. Sababu gani ikakupelekea mpaka kumtaka PD4? Ili unipate mimi au? Kwa hiyo umeona suluhu kumteka PD4? Sadi, umekosea sana. Mimi ninavyojuaga, marasi mnakuaga na imani. Wewe ni nasi gani? Huna imani. Sasa na kuamuru uende huko ulipomficha PD4, umwache awe huru. Tena ndani ya siku hizi 2 tu. Nataka nimuone PD4 kwenye macho yangu. Kama kweli unataka niwe mke wako. Madhaifu yangu setupe yafiche sanike konje. Kwako nimekuwa bwege, nimekuwa lagalage. Nilikuja Hii sasa ndio maana halisi ya mabadiliko. Na sio nyumba tu, hata moyo wangu umebadilika. Kwa sasa nahitaji kuijenga upya ndoa yangu. Doli, mke wangu, rudi nyumbani. Mumeo nimebadilika. Zudu wa sasa sio Zudu yule. Nahitaji kujenga ndoa yangu upya. Nahitaji kuwa mume bora. Nahitaji kuitengeneza taswira nzuri ya maisha yangu na familia yangu kwa ujumla. Rudi mke wangu Doli. Nakupenda sana. Salama. Unazungumzia nini wewe? Mbona mimi sikuelewi? Yaani mimi nimteke PD4? Natafuta nini sasa? Salama, amini basi mimi nakupenda wewe. Unajua imebaki wiki moja tu ili tufunge ndoa. Mimi nilijua unaniita hapa
tunazungumzia ndoa yetu. Leo hii unaniita unaniambia maswala mimi kumteka PD4? Unanichanganya sana. Mimi sikuelewi hata kidogo. Na nataka uniambie, hivi mpaka sasa hivi bado unamwazia PD4? Kwani Salama una nini wewe? Tambua mimi nakupenda Salama. Nimeacha kila kitu changu kwa sababu yako. Fanya nilichokuambia. Salama. 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 Karibu sana mke wangu. Karibu nyumbani kwetu. Dori, nimekupa nafasi kubwa sana moyoni mwangu. Hii ni kwa sababu nina upendo wa dhati dhidi yako. Tangu mara ya kwanza tunakutana mimi na wewe, macho na nafsi yangu ilijidhihirishia kuwa wewe ni mwanamke sahihi kwangu. Sijakosea kukuoa. Nimebadilika mumeo. Itazame nyumba yetu. Si nyumba tu, hata moyo wangu pia umebadilika. Niko tayari kutumikia adhabu yoyote ile au kifungo chochote. Naomba unisamehe mke wangu. Nakupenda sana. Zudu, wewe huwezi kubadilika. Licha ya kumbaka dada wa kazi, bado ukaona itoshi. Sasa hivi umekuwa mtekaji. Zudu, wewe ni mnyama. Wewe ni kiumbe ambaye hufai katika jamii. Siwezi kukusamehe mimi wewe. Mapenzi yananichanganya sana kichwa. Mapenzi yanautesa wangu mtima. Mwanzano nina kidonda. Iki kidonda sijui lini kitapona. Dori, Zudu wa leo sio yule wa jana. Haya ninayonena yanatoka ndani kabisa ya uvungu wa moyo wangu. Sitakuumiza, sitakudanganya, na pia sitayatenda yoyote mabaya ambayo yatakusababisha maumivu. Nimebadilika mume wako.
nipe nafasi nyingine. Kwako nimekuwa bwege, nimekuwa lagalage, nilikuja kwa matege, nimenasa kama ndege. Kwako nimekuwa bwege, nimekuwa lagalage, nilikuja kwa matege, nimenasa kama ndege. Sali mwanangu, hivi hizi taarifa nilizozisikia zina ukweli ndani yake? Unajua tukio lililofanya la kumteka mtu ni tukio baya sana, ni tukio la uuaji, la kijambazi, la kihaini. Hivi hata kuwepo hapa ni bahati tu, lakini ulishakamatwa wewe. Kwa nini umefanya tukio baya la kumteka PD4? Unataka kunithibitishia kwamba unampenda sana mwanangu mpaka ukafanya tukio baya kama hili? Hapana baba, mimi sihusiki kabisa kwenye hilo tukio. Mzee wangu, mimi nimteke PD4 natafuta nini? Kwanza nimekutana na Salama baba, amenifokea kama mtoto. Nadhani wewe unajua mimi nampenda sana Salama, na Salama ndio furaha yangu. Naomba uzungumze na Salama ili niweze kumuoa. Kwako nimekuwa bwege, nimekuwa legelege, nilikuja kwa matege. Mapenzi yananichanganya sana kichwa, mapenzi yanautesa wangu mtima. Mwanzano nina kidonda, hiki kidonda sijui lini kitapona. Huyu ninampenda, ila yakosa penzi langu kanitenda. Kila siku tunaishi kwa mashindano. Hello Dori, mke wangu. Vipi mama, jambo? Mzima. Oh, unarudi lini nyumbani? Labda nikwambie kitu mke wangu. Kwa sasa nipo tayari kutumikia adhabu yoyote ile. Iwe kama sehemu au fidia moyoni mwako. Dori, nakupenda sana. Rudi nyumbani. Siwezi kuishi na mwanaume mtekaji. What? Wewe nani kakwambia mimi ni mtekaji? Na nimemteka nani? Ukiitwa utoe ushahidi juu ya hilo unalolinena utatoa? Najua kila kitu. Nilikusikia mimi mwenyewe ukiwa unapanga mipango yako ya utekaji. Dori. Halo? Sasa nisikilize. Wewe ni mke wangu, utabaki kuwa mke wangu. Tena ninachohitaji urudi nyumbani haraka iwezekanavyo, kabla sijachukua hatua yoyote ile ya kisheria. Urudi nyumbani sasa hivi. Dori. Dori. Dori.
Okay. Mr. Kosh, na kuhitaji nyumbani haraka iwezekanavyo. Sasa hivi. Bila salama mzee wangu. Mimi si lolote si chochote. Nakuomba sana mzee wangu, zungumza na Salama. Niko tayari mzee wangu kuthibitishia kwa chochote kile. Mimi sikufanya hili tukio. Nampenda sana Salama mzee wangu. Nakuomba ongea na Salama. Sawa. Hiki ni kipindi sahihi sasa cha wewe na Salama kuoana. Turudi kwenye makubaliano yetu. Kuhusu ile milioni 1 yangu. Nipatie ile milioni 1 yangu ili taratibu za ndoa zifanyike mwanangu. Sawa, nimekuelewa mzee wangu. Ila kwa hapa siko vizuri. Hata nikapambane jioni au nitakutumia kwenye simu. Sawa, hamna shida mwanangu. Asante, nashukuru mzee wangu. Ya, niambie boss. Mr. Kosh. Yeah. Nadhani unafahamu fika migogoro inayoendelea baina yangu mimi na mke wangu. Na kwa sasa nahitaji kujenga upya ndoa yangu. Sasa nimekuita kwa jambo moja tu. Naomba ukamwachie yule kijana. Bosi, kirahisi tu wakati mtu hatujamalizana naye. Ili nijenge ndoa yangu ipasavyo, ni lazima nimwache huru. Isitoshe, yule hana hatia yoyote. Hakuna lolote linaloendelea baina yake yeye na mke wangu. Hivyo hata nikiendelea kumng'ang'ania ni kazi bure. Hawana hata mahusiano. Mr. Kosh, yule mimi sina kazi naye. Hivyo basi sina sababu kuendelea kumng'ang'ania. Nenda kamwachie. Sawa boss, kutokana wewe ndio unahitaji, haina shida. Na kingine Kosh, mimi ni bosi wako. Mimi ndiye ninakufanyia malipo. Sasa basi, ninapokuagiza kazi na ninapokuelekeza kuwa kazi mwisho, hiyo mwisho. Sihitaji maswali mengi. Unachotakiwa kutekeleza kile ninachokwambia. Unaweza kwenda. Sawa. Kutokana umehitaji hivyo bosi, haina shida. Nakuamini sana mzee. Fanya hivyo.
Ndugu yangu Richi, unajua hakuna dhambi mbaya kwenye hii dunia kama dhambi ya usaliti. Na siku zote hii dhambi haijawahi kumwacha mtu salama. Yaani ni mara 100 ukaibe au ufanye uhalifu wote ule, ila sio kumsaliti mtu. Na kufanya hivyo ni sasa na mtu anichana kurasa kwenye kitabu akitegemea kuwa hicho kitabu kitakuwa kamili. La hasha. Hicho kitabu hakiwezi kuwa kamili kamwe. Na hayo mapungufu hayawezi kufutika kwenye maisha yake. Hiyo dhambi ni mbaya sana. Itakuandama kwenye maisha yako yote, hata huko kaburini unapoenda. Ananichiti, ananisaliti, kwa kesi shauliki, labda mwenzangu kashanilia vijiti, ndo maana nabaki kwenye duara, 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 duara. Unajua ndugu yangu, leo nashindwa kukuelewa. Yaani unazunguka sana. Hebu nyooka nikuelewe. Unamaanisha nini? Nadhani unakumbuka nishai kukuambia ukiwa na Zudu kuwa usaliti ni karma, na ipo siku itakurudia kwa njia yoyote ile. Ndo haya yanakutokea sasa wewe. Kwa hiyo wacha ninyoshe tu maelezo, kwa sababu sijakuita hapa ili tupige soga au tuimbe ngonjera. Richi, mke wako anakusaliti. Ananichiti, ananisaliti, kwa kesi shauliki, labda mwenzangu kashanilia vijiti, ndo maana nabaki kwenye duara, duara. Nakushukuru mwanangu kwa kunitembelea. Tangu haya yatokee, nimempa namba zako mjomba wake PD4. Tangu haya yote yatokee, familia ina taharuki kubwa sana. Sawa baba, mimi nimekuelewa na nikuondoa wasiwasi. Kama nilivyokuambia, mtu alomteka PD4 nimempa ndani ya siku 2 tu aturudishie PD4 wetu. Kwa kwenye hilo ndio ni wasiwasi kabisa. Sawa babangu. What's PD4 huyu? Ndio yeye? Kweli tena ni yeye. Hapa kafuata nini? Sijui. PD4. Na inavyosemekana ametoka kwa muda mrefu, inakuwaje yuko hapa? Ziko wapi zile ahadi ulizoniahidi na yale mapenzi ziko wapi zile ahadi? Unajaribu kusema nini? Kai, mbona shindwa kuelewa? Mke wangu mimi Naira ananisaliti au unazungumza mtu mwingine?
namaanisha huyo mke wako Naira anakusaliti. Na wala sijakurupuka kukuambia yote haya. Kwa naomba usininukuu vibaya. Ila yote nayokuambia yana ukweli ndani yake. Kwa sababu nimethibitisha kwa macho yangu dhahiri shairi. Naira anakusaliti. Naira, mke wangu mimi? Kaiacha masiara ba. Mimi nakuomba ndugu yangu kwenye hilo usipanic. Kwa sababu maji yashamwagika na yazoleki. Ila mimi naweza kukusaidia tu kama mtu wako wa karibu. Nitakupa namba ya huyo mtu mwenye ukathibitishe kwa mdomo wako na macho yako. Ila angalizo, naomba usinihusishe kwenye hizo harakati zako. Unajua ndugu yangu, katika maisha yangu yote, hivi unavyoniona mimi, kitu namba moja ambacho kinaweza kinanifanya nikatamba sehemu yoyote ni familia yangu. Yaani namzungumzia mke wangu Naira. Yaani unaponiambia amenisaliti au ananisaliti, ana mwanaume mwingine, nashindwa kuelewa. Sijui sura yangu nitaiweka wapi. Na najaribu kujiuliza, huyu mwanaume ambaye anatembea na mke wangu amejiamini nini? Kipi ambacho anaamini kwamba akitembea na mke wangu atabaki salama? Kase. Nzima. Nenda kwa babake haraka katoe taarifa. Kwa babake? Haraka. Fanya. Shikamoo baba. Marhaba mwana. Baba, PD4 baba. PD4 nimemkuta kule bondeni akiwa ametupwa. Akiwa jielewi na hali mbaya sana baba. PD4 mwanangu? Ndio baba, PD4. Jamani, PD4 wangu. Naira, umenikosea sana mke wangu. Yaani kwa hili Kai, siwezi kuacha lipite hivi hivi. Yaani siwezi kuacha hata kidogo. Naira nimemuoa, ni mke wangu, nampenda kwa dhati, hata we unajua. Kwa hili siwezi nikaacha. Ndugu yangu, umesema una namba za huyo mshenzi ambaye anatembea na mke wangu, si ndio? Yeah. Safi sana. Nimefurahi kuona bado unampa kipaumbele Naira kwenye wakati mgumu kama huu. Na wanasemaga siku zote
Kuwakosa ni ukurasa mmoja tu wa maisha, lakini mapenzi ndio kitabu kamili. Kwa hiyo kama kwenye maisha yako usikubali kupoteza kitabu kwa sababu ya kurasa mmoja tu. Kwa mimi nikusihi ndugu yangu, rudi nyumbani, kaa chini na mpenzi wako, mtafute suluhisho lenye amani ndani yake. Muyamalize kama wanandoa. Kai, unajua jinsi gani ninampenda mke wangu? Kama nimelima shamba, nikalipalilia, nikaweka mbegu nzuri, nikitarajia mavuno mazuri. Leo kirahisi tu, yani kirahisi tu mtu anakuja anafanya kila anachokitaka yeye. Kai, hii kweli unaona imekaaje? Imekaa sawa kweli? Sawa. Nisaidie hiyo namba. Pidi, vipi rafiki yangu, unajisikiaje? Kichwa kuna kinanigonga gonga sana huko na mbavu sehemu hizi. Pole sana rafiki yangu. Ni kuliko wangu baba. Mume wapi baba? Jamani, wamekuumiza sana. Kwa nini watu wakatili namna hii jamani? Wewe Salama, unanitafutia nini mimi wewe? Unataka roho yangu? Kwa matatizo yote yanayonikuta, lakini bado tunazidi kunifatafata. Salama, naomba uniache niwe huru. Sihitaji baba yangu awe mkiwa kwa ajili yako. Sihitaji kufa kwa sababu ya mapenzi. Sadi ndio mwanaume anayekupenda wewe na sio mimi. Kwa sababu kama ana uwezo wa kumteka mtu kwa sababu ya mapenzi, maana yake yeye ndio anakupenda zaidi. Na mimi siko tayari kufa kwa sababu yako. Naomba uniachie huru niishi na baba yangu. Tunahitaji amani na furaha ya moyo. Salama, sihitaji kukuona machoni mwangu. Naomba uniache. Toka Salama. Toka! Mapenzi yanautesa wangu mtima, mwanzano nina kidonda, hiki kidonda sijui lini kitapona. Pole, utakuwa sawa, usijali. Mwanangu, pole sana kwa hali aliyokupata. Pole sana. Pole sana mwanangu. Mimi sina la kusema. Namwachia Mungu tu. Namwachia Mungu tu. Mungu ndio muweza wa kila jambo. Pole sana mwanangu. Aha. Sawa, si unakumbuka bwana kuna ndoa ya mwanangu hivi karibuni? Itafanyika hapa nyumbani kwangu. Hebu subiri kidogo nitakupigia. Wewe Salama? Sina kuita mimi. Wewe nimekwambiaje wewe? Si nikwambia usitoke hapa. Kwa nini lakini unapenda kunifedhesha mwanangu? Wewe ni mke wa mtu mtarajiwa. Nimekwambia baki hapa usitoke. Unatoka toka. Kwa nini unapenda kunifedhesha wewe mtoto? Samani baba. Baba. Hivi kweli mmekaa na kufikiria mmeona mimi Sadi ndo mume sahihi wa kunioa? Ndio.
Hapana babangu. Sadi sio mume sahihi wa kunioa mimi. Sadi ni mhalifu. Baba, nilikutana na Sadi leo. Nimeongea naye kuhusu utekaji wa PD4. Naye ndo mhusika mkubwa sana. Baba, mimi nimemwambia kama nataka kunioa mimi, nianioe mimi tu. Asike makasiko kwa watoto wa watu. Nimemwamuru Sadi ndani ya siku 2 amwachie PD4. Ila cha kushangaza, kabla siku haijaisha, nilipata taarifa PD4 ametupwa kule bondeni. Sasa baba, wewe hapo unaelewaje? Salama mwanangu, hayo ni maneno tu ambayo hayana uhakika. Na Sadi ni binadamu, anaweza kubadilika wakati wowote, na mengine anaweza akamzushia tu. Wewe mume halisi wa kukoa ni Sadi. Baba, Naila, kipenzi chako, nimeamua kwenda mbali na wewe ili kuitafuta furaha ya moyo wangu. Nimechoshwa na maisha tuliokuwa tukiishi mimi na wewe kwenye ndoa yetu. Dharau, usaliti na unafiki kuliko furaha. Hii ndio sababu ya mimi kuondoka. Kwa heri ya kuonana, wako Naila. Halo? 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 Mwanangu PD4, umeona aliyokupata. Nilikwambia kwamba usiwe na mahusiano na Salama. Salama ana mahusiano na mtu mwingine. Umekuwa na mahusiano na Salama. So unaona jinsi ulivyotekwa. Je, ungeuawa? Mimi ingekuwaje? Hasara singekuwa kwangu. Haya ndiyo matatizo ya kutosikiliza wakubwa. Baba, unachokiongea mimi nimekuelewa sana. Lakini si umeona jana nilimkataa Salama mbele yako na mbele ya umati wa watu. Na hiyo yote kukuthibitishia tu kwamba mimi siwezi tena kuwa na Salama. Na sipo tayari kukusababishia wewe matatizo kwa ajili ya Salama. Hivyo basi baba, mimi nakuthibitishia siwezi tena kuendelea kuwa na Salama. Na cha kukuthibitishia mimi niko tayari. Mguu wako, mguu wangu. Hadi kwa kina Salama.
twende tukayamalize ili tuishi kwa amani. Unataka twende kwa kina Salama tukamalize tofauti zetu na hutokuwa tena na mahusiano na Salama ili tuwe salama? Ndiyo mzee wangu. Twende kwa kina Salama. Kidawa mwanangu, unakwenda wapi jorote ili kai na hiyo ndoo mwanangu? Mama, naenda kuchota maji. Kuteka maji? Hapana mwanangu, hebu jihurumie. Tazama na hiyo hali yako uliokuwa nayo. Mimi nipo, Doli yupo, dada yako. Tutakwenda kuteka maji mwanangu. Pumzika, sawa mama? Ni kweli mama, unayosema ni sahihi. Lakini nilimuuliza dada Doli, akanielekeza kisimani na ameniambia kuwa sio mbali. Kwa hiyo nimeona nikateke maji huku nikichukua mazoezi. Mazoezi? Hata kama mwanangu, hivi watu wanapokuona na hiyo ndoo na hili jua kali, watakuchukuliaje? Na mimi watanichukuliaje? Doli yupo na mimi nipo. Tateka maji mwanangu. Usijichoshe, sawa? Pumzika mama, sawa? Umenielewa? Baba Salama, mume wangu, mimi napata mashaka sana na hii ndoa. Maana kama Sadi ameweza kumteka PD4, alafu sisi tunataka tumuozeshe mtoto wetu, au tunacheza michezo ya hatari sana. Maana kitendo cha utekaji ni sawasawa na ujambazi na uuaji. Leo na sisi tunamchukua mtoto wetu tunaenda kumuozesha kwa Sadi. Mume wangu, mimi naona haijakaa sawa. Mtoto wenyewe tunaye mmoja tu kama Mboni, alafu tunampeleka sehemu hatarishi. Haoni kwamba hii sio sawa? Tutafakari mara mbili mume wangu. Mama Salama, hivi hayo unayozungumza una ushahidi nayo? Unajua mnazungumzaga vitu vingine ninyi, ndio maana mnapelekwa mahakamani mnafungwa. Kwa sababu unazungumza vitu ambavyo huna ushahidi navyo. Mimi hapa ninachojua, saa hizi unavyoniona hapa, natoka hapa naenda kwa kina Sadi kufuata milioni yetu. Na wewe kama mama, lazima umweke mwanao ndani au mwali, maana ni mke mtarajiwa wa Sadi. Hakikisha Salama hatoki nje ya eneo letu. Akitoka nje ya hapa, milioni utakuja kuilipa wewe. Unakuja ukitabasamu.
Dori, hivi una akili kweli wewe mwanangu? Mwanangu hauna huruma hata kidogo wewe. Tatu una roho mbaya wewe. Unamwacha mwenzio na ndoo ya maji. Saa hizi jua lote kali. Wewe uko ndani kujipodoa muda wote. Una akili kweli? Tatu una roho mbaya wewe. Ya wewe una. Hapana mama. Mimi nilimwambia Kidawa, acha tu nitaenda nichote mimi jioni. Lakini mimi ndo namjua Kidawa mama. Akingangania laki amengangania. Hata siamini unachokizungumza. Siamini hata kidogo. Kidawa mwanangu. Kapumzike mama. Sawa? Nenda kapumzike. Mapenzi yananichanganya sana kichwa. Mapenzi yanautesa wangu mtima. Mapenzi yananichanganya sana kichwa. Mapenzi yanautesa wangu mtima. Mwenzenu nina kidonda. Hiki kidonda sijui lini kitapona. Tuachane na hayo mwanangu. Mwanangu Dori. Unanisikiliza? Leo ni siku sahihi sana kwangu. Nataka nikuelekeze jambo mwanangu. Mwanangu, unajua mimi nina mashamba mengi sana. Na unakumbuka ile mwaka juzi kesi iliyoniendesha mpaka mahakama kuu. Mwanangu, binadamu ni mabaya. Nataka nikwambie jambo moja tu. Naomba twende leo nikakuonyeshe mipaka yote ya yale mashamba. Kwa sababu leo mimi nipo kama hivi hai unavyoiona. Kesho sipo mwanangu. Kwa hiyo nakuomba mwanangu twende shambani. Sawa? Sawa mama. Najua mwanangu alikuwa na mahusiano na mtoto wako. Nakushukuru sana mzee mwenzangu. Hivyo basi nimekuja hapa kumaliza tofauti zetu ambazo ni za muda mrefu. Samahani sana mama. Salamu. Mimi naamini haikupangwa mimi na wewe tuwe pamoja. Lakini kitu ambacho mimi naamini zaidi, Sadi ndo mwanaume ambaye anayekupenda sana. Kwa sababu kama ana uwezo wa kumteka mtu kwa sababu yako, mimi naona Sadi ndio mwanaume sahihi sana kwa upande wako. Salama. Naomba unisamehe sana kwa yote ambayo yametokea. Lakini pia na mimi nimekusamehe kwa mambo yote. Salama. Mimi ni kuahidi kitu. Mimi sitokusumbua tena kwenye maisha yako. Nitakuacha uwe huru na mimi nitabaki kuwa huru pia. Kwa maana kuwa siwezi kulazimisha tena mahusiano endapo itakuja kunigharimu kwenye maisha yangu na kuja kuondoa uhai wangu. Ni kitu ambacho hakiwezekani kwa sasa. Naomba nikuahidi kitu mama na Salama pia. Mimi sitoingilia tena mahusiano ya Salama na Sadi. Nitawaacha waendelee na mahusiano yao na nawatakia ndoa njema. Kwa hiyo nitaishi mwenyewe mpaka Mwenyezi Mungu atakaponijalia na mimi kumpata mwenza wangu ambaye tutakayependana. Baba, mimi naona nimefanya maamuzi sahihi. Na niwaahidi tu, mimi tena siwezi kuwa na wewe Salama. Nitakuacha uwe huru kwenye maisha yako na niwatakie ndoa njema na Sadi. Mimi nadhani niko huru sasa baba. Yeah. Mapenzi yanautesa wangu mtima. Mwenzenu nina kidonda. Hiki kidonda sijui lini kitapona.
Mimi Naila, kipenzi chako, nimeamua kwenda mbali na wewe ili kuitafuta furaha ya moyo wangu. Nimechoshwa na maisha tuliokuwa tukiishi mimi na wewe kwenye ndoa yetu. Dharau, usaliti na unafiki. Rich, kaa chini tuzungumze brother. Yaani kaka, nikae chini tuzungumze kirahisi tu? Hebu fikiri jambo. Umelima shamba, ukaweka mbegu nzuri, ukapalilia vizuri. Leo mjinga mmoja, mpumbavu mmoja anakuja kuchukua mazao yako. Hii imekaaje? Kaka, unanicheka? Rich, dhambi ya usaliti haijawahi kumwacha mtu salama. Na ndoa yoyote yenye usaliti ndani yake na maumivu. Hebu jaribu kuvaa viatu vyangu. Kipindi ambacho mimi nimemkamata yule kijana na kumwadabisha na kumfinyanga, wewe ulisimama upande wake, ulinua mimi mpige mtu fulani katili sana. Nyama sana. Umeona maumivu yake bro? Sawa. Mimi nimewasikilizeni na nimewaelewa. Ila nina ombi moja kwenu. Kuanzia leo na mpaka siku zijazo, PD4 usimfuatilie mwanangu. Maana huyu ni bibi harusi na tena ni mke wa mtu mtarajiwa. PD4, ninakuomba muache mwanangu. Nisije nikakusikia unamfuatilia mwanangu. Ukiendelea kumfuatilia, nitakuja kufanya kitu kibaya, dunia yote kanishangaa. Mapenzi yanautesa wangu mtima, mwanzano nina kidonda. Hiki kidonda sijui lini kitapona. Huyu ninampenda, ila yakosa penzi langu kalitenda. Mama, nakushukuru sana. Nakutakia siku njema. PD4. Hivi una nini wewe? Kila siku naongea na wewe unisikii. Hivi usiponisikiliza mimi mama yako niliyokuweka tumboni miezi 9 utamsikiliza nani? Mara unagekwa kama kinyonga, mara uko hivi, mara uko hivi. Kwa nini lakini mwanangu salama? Sasa sikiliza. Kitu usichokijua, baba yako ameenda kuchukua milioni 1 ya mali yako. Na sasa sitaki kulisikia hilo jina la PD4 ndani ya nyumba yangu. Sijui umenielewa? Na hizo ngoko zako naomba usizitoe ndani, maana wewe ushakuwa bi harusi mtarajiwa. Sijui umenielewa wewe? Sasa jifanye usikii, pumbavu mkubwa wewe.
Kaka, hebu nielewe hapa. Wakati unafanya vile, ulikuwa huna uthibitisho. Mimi nina uthibitisho wote. Kaka, ukiachana na hiyo barua hapo, Kai ameshaniambia kila kitu. Amenipa mpaka namba ya huyo mshenzi mpuzi anayecheza na ndoa yangu. Sasa unataka nifanye nini labda? Na labda nikwambie kitu kingine. Huyu sitaki kumpeleka kwa mjumbe, kwa mwenyekiti wa kijiji, wala polisi. Huyu namalizana naye mimi mwenyewe. Okay. Nina jambo brother. Nipo na plani. Hilo limekwisha. Ukisema limekwisha nakuwa nashindwa kukuelewa. Limekwisha mke wangu anarudi na muona hapa au inakuwaje? Si ulishaniambia kwamba Kai alikueleza kila kitu mustakabali wote mzima. Isitoshe na namba. Limekwisha hilo. Sasa hicho ndo nakitaka mimi. Siwezi kuchezewa ndoa yangu hivi vikijinga jinga, yani mpuzi aje cheze na ndoa yangu. Haiwezekani. Haiwezekani kwangu mimi. Ila naomba uniahidi kitu. Ikitokea na kutokea, haya mambo yakijulikana, mimi sihusiki na chochote kile. Nikuahidi kitu ndugu yangu. Ili swala halitajirudia tena. Tena. Naomba uniamini kaka. Sawa. Mimi nitajifanya kama sijaona chochote. Na unihesabie kama leo sijafika hapa kwako. Sijui chochote kinachoendelea baina yako na huyo mwanamke. Sawa. Nasema kila kitu. Sadi, mimi nakwambia kila kitu ndugu yangu. Mimi sikumtongoza Salama. Salama ndio akanilazimisha mimi. Ulivyoondoka tu Salama ndio akanilazimisha kwenye mahusiano. Ndio nikaja nikaingia naye kwenye uhusiano. Lakini hata mimi sikumtaka. Yeye ndio akanilazimisha. My love. Ndio yeye Salama wewe. Pokea na mwambie kila kitu msimtaki tena. We're going to speak. Yes, hello? PD4. Ina maana unashindwa kukariri sauti ya mpuzi mwenzio, si ndio? Wewe ni nani? Na kwa nini unapokea simu ya mpenzi wangu? Oh, unapomuita mpenzi ndio unahatarisha maisha yake. Unajua? Sikia nikwambie. Kwa usalama wako, ili tusiendelee kumtesa, zingatia hili ninalokuambia. Achana na huyu dogo na hakikisha unaolewa na bosi wangu. Yeye ni kina nani? Au Sada amewatuma? Tafadhali msiumize mpenzi wangu. Ana makosa yoyote. Hebu naomba naongea na Sadi. Ongea. Halo Salama. Salama, achana na mimi. Wewe na Sadi Salama unasababisha matatizo. Salama, sikutaki. Wewe na Sadi Salama. PD4. Halo.
Mbona sio kawaida yake huyu? Atakuwa wapi huyu? Au kagundua kuwa na msaliti huyu? Kwani hapokei simu? Halo kaka. Safi za muda huu? Safi bwana. Bwana samahani. Nimerudi nyumbani, mke wangu hayupo. Kila ninapompigia hashiki simu. Nimekuwa na hofu kidogo, nikaona nikupigia hata unishauri ndugu yangu. Sikia kaka, mimi nimekupigia simu unishauri. Sawa? Kwa sababu hii sio kawaida yake. Na huwa hawana kawaida ya kutoka nyumbani bila kunipigia simu. Sasa hii kidogo imekuwa kama sielewi. Hebu nishauri kitu kaka. Sikiliza kaka. Mimi mke wangu namuamini na hawezi kufanya hivyo vitu. Alafu juzi hapa kuna maneno alizungumza, lakini alikuwa anaongea kwa mafumbo. Nahisi kama amegundua kama namsaliti hivi. Hapana bana kaka, hapana. Mimi siamini hicho kitu unachoniambia wewe. Basi poa. Baadaye. Hapo. Naam, mwalimu wa mapenzi. Niambie master. Ndugu yangu, mwenzako na matatizo. Kulikoni tena ndugu yangu? Si unamkumbuka yule ex wangu ambaye sasa hivi ni mwanamke wa mtu? Ya nakumbuka. Kaka, yule mwanamke amekuja nyumbani leo. Sasa alivyokuja baada ya show, kaka, mwanamke amesimama nyumbani. Mpaka wewe mshauri wa watu kwenye mapenzi? Hadi wewe kaka? Mara sisi tunakuamini, wewe ndio mastermind kwenye mambo hayo. Sasa inakuwaje leo hii unaomba tena ushauri kwenye mapenzi? Kaka, mimi nakutegemea wewe. Kama unaweza kuja nyumbani, hebu njoo kwanza mara moja. Sawa, nakuja hapo chapu tu. Sasa hivi nipo hapo kaka. Sawa.
Kidawa, tuondoke. Hapana dada, mi nimeona niendelee kubaki hapa. Hata kama nikinyanyasika vipi, nitavumilia. Hata hivyo pia naona kama nakupa mzigo mzito, hali ya kuwa una mambo mengi ya kufanya. Naomba niendelee kubaki hapa. Hapana mdogo wangu, siwezi kukuacha hapa eti uendelee kunyenyesika hapa. Sitoweza. Nitaondoka na wewe, mguu wako mguu wangu. Nitakuwa bega kwa bega na wewe mpaka nyumbani, na nitahakikisha hadi unajifungua salama. Hauwezi kubaki hapa kaendelea eti kupata mateso. Ingari mimi nipo. Tuondoke mdogo wangu. Sawa dada, nimekuelewa. Wewe ni mwanamke jasiri sana. Nikiwa na wewe hivi najivunia. Tangia nilikotoka mpaka sasa, umeonyesha ujasiri kiasi gani mpaka leo uko bega kwa bega na mimi. Asante. Twende mdogo wangu. Kila siku tunaishi kwa mashindani, kuna siku tunaishi hatuelewani. Mabaya yake yote nayaficha ndani, ila siri zangu zote zipo kwa jirani. Ila yote tisa kukosa kosa ya msamani, ombe mimi yote lofanya kwake. Vipi? Kweli ndugu yangu. Vipi Ndosa? Mwili uko wapi? Tangu ndugu yangu nilivyokupigia simu, hata huko ndani mimi sijaingia tena. Kwa ndugu yangu kwenye hilo umezingua sana. Hivi na warembo wote hapa mjini wamepata tu ujasiri na uthubutu kutembea na mke wa mtu? Mke wa mtu ni sumu, kaka, mambo gani unafanya sasa? Ndugu yangu, uso muda tena wa kulaumiana. Hebu kwanza twende ukanisaidie katika hili. Ni bwana lazima nikulaumu, unazingua. Huruma sio malezi, nitakulalea paka lini umezingua? Yaani hapo umefeli, mimi nakuchana live yani. Halo mume wangu. Wife. Vipi? Uko wapi? Nimerudi nyumbani. Haupo. Na kupigia simu ushiki. Shida ni nini? Unaona uchungu unaopata usipopokelewa simu? Sasa kweli muda wote huo na sio kawaida yako. Niko muda sana hapa nyumbani. Nilitoka kidogo. Nakuja mume wangu. Sawa mke wangu, nakusubiri basi. Mke wangu uko wapi? Ninajua kaka. Nisaidie ndugu yangu. Ndugu yangu. Vipi? Kwani unafahamiana naye huyu binti? Aibu unaona mimi.
Unajua bwana Ndoso Vukuna niambia ex wako ni mke wa mtu. Sijawahi kutarajia kuwa mwanamke mwenyewe ndio huyo hapa. Huyu mwanamke nafahamiana naye kaka. Ni mke wa rafiki yangu kipenzi. Sasa hebu fikiria, sura yangu nitaiweka wapi? Si nitakuwa kama mimi nimemsaliti rafiki yangu. Sasa kaka, hebu naomba isili baki kwa ya kwako wewe na ya kwangu mimi. Naomba kaka, labda mimi nikuahidi kitu. Mradi mimi nimenusulika katika hili, mimi na mwanamke, wallahi nisirudi tena na huyo mwanamke. Yaani hata kama ukisema huwezi kurudia naye, kitendo kishafanyika kaka. Dhambi ya usaliti haifutiki. Wewe ushatembea na mke wa mtu. Sasa ukiachana naye ndio umeondoa nini hapa? Dhambi ipo pale pale. Sasa okay, tufanye iwe siri. Ipo siku kila kitu kitakuwa hadharani. Baada ya hapo sura yangu utaiweka wapi? Nitamwambia nini rafiki yangu? Kaka, haya maji ndio yashamwagika. Naomba unistiri kwenye hii aibu. Wife! Wife! Mke wangu! Dori! Kidawa! Kidawa! Dori! Dori! Okay. Nitakusaidia kama ndugu yangu. Ila naomba uniahidi kitu. Ikitokea na kutokea, haya mambo yakijulikana, mimi sihusiki na chochote kile. Ni kuahidi kitu ndugu yangu. Ili swala halitajirudia tena. Tena. Naomba uniamini kaka. Sawa. Mimi nitajifanya kama sijaona chochote. Na unihesabie kama leo sijafika hapa kwako. Sijui chochote kinachoendelea baina yako na huyo mwanamke. Sawa. Okay, pambana na msala wako mwenyewe. Kai. Nimeumbuka. Igusa achia twende kwao. Nimeumbuka. Kwa heri. Tumeamua kuondoka kwenda mbali sana. Kwa kuwa mpango wako wa utekaji tumeshaugundua. Hivyo basi siwezi kuishi na mwanaume anayeteka nyara watu.
siku tunaishi kwa mashindano, kuna siku tunaishi hatuelewani. Mabaya yake yote nayaficha ndani, ila siri zangu zote zipo kwa jirani. Ila yote tisa kukosa kosa ya msamaha, niombe mimi yote nilofanya kwake yeye, lakini ana shukurani. Ananichiti usiku mchana, ananisaliti kwake sishauliki, labda mwenzangu kashanilia vijiti. Ananichiti, ananisaliti kwake sishauliki, labda mwenzangu kashanilia vijiti. Ndo maana nabaki kwenye